Amani ya Mungu idumu kwetu. Tuitabele ochi longe bata. Ndiyo wafundishaji wa kike na wa kiume leo pia tunaingia kwenye dadavuo ya waja walohitaji kujua uasi wa viumbe watu, historia yake ulianzaje, kwa maana viumbe watu kuasi kwa Mungu ni nini chanzo chake. Wako waja walipenda kujua hilo baada ya kusikia historia ya viumbe vya ulimwenguni, ikiwemo majini, malaika, aliens, dragoni na mengine. Wamesikia mengi na wakakuta ndani ya viumbe hivyo vimefanya watu kuja kuwa waasi kwa kiwango kikubwa. Sasa waja na mja alitaka kujua jambo hilo, kwamba hawa viumbe wenyewe ndio mwanzo wa viumbe kuasi kwa Mungu, kwa maana ya watu kuasi kwa Mungu, au kuna mambo mengine yaliwahi kuwafanya wao kuasi. Hili ni ulizo la ndugu zetu mbalimbali ambao wamehitaji kujua jambo hilo kwa mapana. Historia halisi ya kuasi kwa Mungu viumbe wa ulimwenguni sio chanzo cha watu kuasi kwa Mungu. Kwa hiyo leo twende kwenye somo hili ili mtokee kujua, ili mengine msije mkawadhuria uongo kwa sababu ya kutopata historia kamili ya uasi.
Historia kamili ya watu kuasi kwa Mungu ilianza kwa vile vizazi vilivyokimbia kwenye vyanzo kwa kutotaka utaratibu, kwa kutotaka jukumu hilo la kimungu. Vizazi hivyo vikakimbia mbali na uhalisia wa wazazi wakongwe wa zamani. Wazazi wakongwe wa zamani wao ndo walikuwa wameshika uchamungu na kuwa nguzo ya kusimamia kwenye dunia. Sasa wako watoto walizaliwa kutoka kwenye vyanzo. Hao watoto kwa hila zao wakaondolewa kwenye mazingira na kuwa na maisha mengine. Kwa hiyo hayo maisha mengine waloenda kuyaanzisha huko wakawa hawana upana tena wa kufundishwa mambo ya kimungu. Baada ya wao kukosa hayo mapana, wakaishi kwenye maisha ya ubunifu na machache waloyajua kutoka kwa wazazi wao wa awali. Hapa nieleweke vizuri nini kiliendelea. Na baada ya watoto hao na wao kuwa na watoto wengi na vizazi vikubwa, hao watoto ndo walitengeneza mazingira ya kuunda mabifu na wenzao waliobaki kwenye usahihi. Kwa hiyo yote hapa tuelewe mwanzo wa uasi ilikuwaje ukawa. Ni mfano ukisoma historia labda ya Mlondo, ukasoma historia ya Kyaro na wengine wengi ambao wamesimuliwa kwenye kitabu cha jadi, utaona baadhi ya watu walitoka kwenye mafundisho halisi ya zamani wakatawanyika kwa kwenda kinyume na mafundisho ya kipindi hicho, na wao wakaenda kuanza mzao wao. Huo mzao walouanza watu hao ukawa hauna uelewa wa kimungu, ukawa umebaki unajua jina la Mungu isipokuwa pasina mapana kwa kujivuruga. Kwa hiyo hapa tunapata maana halisi ya mwanzo wa uasi. Jambo la pili lililokuja kukomaza uasi kuendelea, jambo la pili lililofanya watoto wa watu wakaanza kukomaa kwenye uasi, ilikuwa ni viumbe ambao walikwisha laaniwa. Roho na vimvuli vya viumbe hao vikawavamia hawa watoto walioasi mfumo. Kwa hiyo hapa muelewe mwanzo mkubwa kabisa
wa watu kuingia kwenye uasi. Kwa sababu kuishi kimungu ni majukumu, na majukumu hayo yana maumivu yake, kwa maana hayo maumivu yake ndo ujenzi wake. Sasa kuna watoto waliona kama wanasumbuliwa na waliona kama wanabanwa, wakawa hawataki kupewa hayo majukumu, wakataka kujibunia mambo mengine. Sasa wazazi zamani, mtoto akijibunia mambo ambayo yako kinyume na mfumo, walikuwa hawampi adhabu nyingine nje na kumtoa kwenye mazingira yaliyo karibu na wengine. Kwa hiyo walikuwa wanamtoa kwenye mazingira ambako kuna watoto wamezingatia maadili, kwa uchache wake wanampeleka mbali kwa kumvugumiza huko, kwa sababu amekwisha kwenda kinyume na maadili. Huyu aloenda kinyume na maadili kwa kukaidi, huyu ndo akaenda kutengeneza mila potofu upande wake, na tabia zake yeye alipokuja kuzaa akaziambukiza kwa watoto wake. Watoto wake wakakuwa na mila hizo kutoka kwa muasi huyo. Wanajikuta moja kwa moja watoto wameishaasishwa na mzazi huyo. Hapa ndipo zama vijiji vingi vilipokuja kutokea, mkakuta vile vijiji vina desturi tofauti, lakini desturi zile hazijui uchamungu. Najua tuko pamoja kwenye hilo. Mnaenda kwenye kijiji cha watu fulani, mnakuta wana maadili fulani, wameishaambukizwa na ule mzazi aliokuwa mwanzo wa kijiji hicho kupatikana. Anawaachia kama watoto wake, anawaachia hivyo kama wajukuu, wanabaki kurisi. Kama ulikuwa ni ujinga, wao wanabaki kurisi ujinga huo. Huu ukawa mwanzo wa kuasi kwa Mungu. Kwa hiyo msiende kuvisingizia viumbe vya ulimwenguni eti vyenyewe ndi chanzo. Ndio maana mimi nawapeni historia ya kale mno. Kabla hivi viumbe havijaja, watu walikuwa tayari walikwisha jipotosha kwa kukosa mawasiliano ya haraka kwa kuujenga mfumo. Mawasiliano ya haraka yalikosekana kwa kipindi hicho. Basi aloishi maadili anayoyataka yeye akayaishi hivyo. Uasi ukaanza kupatikana kwa watu wenyewe kujikengeusha kwenye uhalisia. Na baada ya miaka mingi kupita, huyo muasi akishakuwa na watoto wake na vijiji vyake anavyovitawala, anaacha amepandikiza msimamizi ambaye atashika maadili yake, na ndo baadaye kukaa kuna magomvi ya vijiji kwa vijiji. Unasikia mtemi wa kijiji hiki anataka kwenda kuvamia kijiji kingine, awapige, afanye mambo anayoyajua yeye. Kipindi hicho hakuna serikali. Sasa watu wema walivyoona watoto wameshaingia kwenye uasi wa kiasi hicho,
wakaanza kuyachukua mema kuyahifadhi, kwa maana ya kuyaficha, kwa sababu watoto si wema tena kivile. Unatakiwa sasa wema utolewe kwa shurti, na hapa ndiko wema ukaanza kuwa mgumu kupatikana kwa watu, kwa sababu ulifichwa baada ya vizazi vya kiutu kujikengeusha kwa mabaya. Yote haya tuchukue nafasi ya kuelewa ni nini kilipita zama hizo. Kwa hiyo huyu muasi, kuna muasi mmoja unakuta tayari amekuwa na kizazi kikubwa, amezalisha vijiji 3 mpaka 4, 5, vyote vimetokana na ukoo wa mtu mmoja. Hawa wakija baadaye wakajijua ni ukoo fulani, hawa walikuwa wanaenda kuwapiga vita koo nyingine kwa kuwadhulumu. Kwa hiyo wakimkuta mtu ana jambo lake jema pale, ana taaluma yake, wakawa wanaanza kudhulumiana. Hapa mema yakaanza kuhifadhiwa na sio kuachwa holela tena, baada ya watoto kuasi kwa wazazi wao walokuwaga wacha Mungu zamani. Yote haya tuelewe kwa mapana. Kwa hiyo hicho ndio chanzo cha watu kuanza kukengeuka kwenye ya Mungu. Chanzo cha pili kilichokuja ilikuwa ni viumbe waliokwisha laaniwa, hawa mnaowaona simba, nyani na wengine, ambao ni viumbe hayawani, hawatakiani mema kwenye mambo mbalimbali. Hawa viumbe nao waligeuka kuwa nabifu na viumbe vipya. Najua tunaelewa hapa tulojaliwa akili. Hawa simba, nyani wengineo mmewakuta duniani, hawa ni viumbe walikutwa duniani kabla watu hawajakuwepo, wakaishi kwa mema yao kwa zama zao, na mwisho wa siku wakashindwa na mema, na mpaka hapo wakafika kulaaniwa. Wakilaaniwa viumbe wanakuwa ni ule uhayawani walouchagua kuuishi kwa Mungu, unafanywa kuwa fomati pendwa kwenu, mnabaki kuwa hivyo kwa sababu ndio jambo mlilolichagua. Kwa hiyo hawa viumbe waliokwisha asi lakini ni wa duniani, wakalaaniwa na huku wako duniani, hawa viumbe wanakufa, vimvuli vyao vinabaki duniani. Vimvuli na roho za hawa viumbe walolaaniwa wakawa ni episodi ya pili ya kuwavamia watoto wa watu kwa kuwapotosha zaidi. Hapa ndo mkaja mkajua habari ya ngulubi na ngolobelo. Najua tunaelewana kwa mapana kwa dunia yote. Kwa hiyo roho na vimvuli vya hawa viumbe ambao sio watu, lakini ni viumbe wa hapa hapa duniani, na wao walishindwa na maisha kwa ya kwao kusimamia mema yakawashindaga, wakafikia kulaaniwa. Hawa nao uwaga wana chuki yao ambao uwaga wameiambata kutoka kwa wazazi wao,
chuki ile uwaga iko kwenye roho ya wale waliowaasisha, na moja kwa moja vimvuli hivyo vinakuwa na bifu na viumbe vipya vilivyoumbwa. Kwa hiyo hawa watoto hawa wa kiutu walioasi kwenye mfumo kwa wazazi sahihi, hawa watoto wakaanza kushikwa na vimvuli na roho za hivi viumbe kwa kuwasaidia hayo maovu kuendelea. Najua ninalosema linaeleweka kwa mapana. Kwa hiyo unakuta mtu hapo ana kivuli cha mbwa, huyu ana kimvuli cha mnyama fulani, hana elimu naye, ndo alitoka nacho huko kwenye familia yao. Ana likimvuli la nyoka, likidudu fulani, unakuta ndo liko kwenye maisha yake hapo nyuma, ndo kama moja ya kimvuli cha mfu anayemfuatilia. Wakabaki wanarisi vitu vibaya, watoto wa watu waliopoteza ukweli. Vimvuli hivyo vya viumbe hawa ambao na wao walishalaaniwa kivyao, hivi vimvuli vikaja kuongezea uovu kwa watoto wa watu kuharibikiwa zaidi. Hapa mjue mema yalianzaje kuharibiwa na viumbe watu, ili msiende mkawa visingizio kwa kwenda kuwasingizia viumbe fulani eti wao ndo waliwapotosheni hao. Kwa hiyo waja walouliza, imekuwa ni faida, wengi mtaelewa kupitia maulizo yao. Kwa hiyo hivyo ndio vyanzo nimevyokutajia vya watu kuasi kwa Mungu. Wakabakia kuna watu wa vijiji mbalimbali kwenye hii dunia hawajuagi tena Mungu, wakabaki wanajua taaluma za kuishi kawaida na kuishi kwa neema. Wakaenda hivyo kwa miaka mingi kupitiliza. Vile vimvuli vikabaki vinaenda vinaambatana kwa wanaozaliwa ndani ya koo hizo. Ndio maana dunia ya sasa, ukimwambia mtu ukweli ambaye ameshikwa na roho na vimvuli vya viumbe hivyo, utaona ana kisirani mara 10 ya kile unachomwambia kwa kuuchukia ukweli. Kwa hiyo yuko mtu anauchukia ukweli, sio kwa chuki kutaka kwake yeye. Yuko mtu anachukia sana ukweli kwa sababu ameshaishi kwenye koo zenye chukizo ambazo zilikuwa hazitaki ukweli. Sasa koo hizo zikawa zimemwambatanisha na roho ambazo hazitaki ukweli. Unakuta mtu ukisema ukweli wa jadi hapo, anakasirika kupitiliza, anachukia kupita kiasi, anatamani ya kuue muda huo huo. Kifupi, anakuwa na kasiriko kubwa iliyopitiliza. Sasa elimu kwenye somo hili nawaelezeni kwamba kasiriko ongezeko zilizoongezeka ndani ya watoto wa watu zilitokana na viumbe ambao sio watu na watu ambao waliasi mwanzo kwa mabaya. Kwa hiyo yote hayo tuchukue muda wa kuelewa na tusiende kuzuria mambo uongo
eti kwamba viumbe fulani ndo walikuja tu kutupotosha. Sababu ilianza kwenye utu kwa utu. Sababu ilianza kwenye utu kwa utu. Alafu viumbe wasiokuwa watu lakini wa kwenye dunia hii, hawa viumbe mnaowaonaga, simba bila huruma anakwenda anakula swala na mtoto wake, anafanya vitu gani? Nye mnamuona ni mbabe, na yeye akizungukwa na mbwa mwitu wenye njaa, wakamkuta simba amekaa hapo, na wao huwa wanamshambulia na kumla mpaka wanamuua. Kwa hiyo maisha yale mnayoyaona mwituni wanyama wanavyoishi ndiyo maisha ya uhayawani na maisha ya kutohitaji utatuzi, na hakuna ambaye atampa utatuzi mwenzake. Sasa akaumbwa mtu aje ashike ule utatuzi, lakini kwa kujitatua yeye kwanza, lazima ajue hivyo. Kabla ya kwenda kuzitatua simba na nyani, lazima kwanza watatuke watu. Inalazimika watu wapewe elimu, wajue waliko kosea. Ndio maana utaona jadi haizungumzi vitu vya juzi juzi, inazungumza vitu vya zamani kupitiliza, ili mjue makosa yalikuwako tangu zama na warekebishaji walikuwako. Nanyi mnayetaka uchamungu kuuishi, simameni na ukweli huo kwa kurekebisha. Hamkusimama na ukweli huo, hamtoweza kuirekebisha hii dunia kwa namna yoyote ilivyo. Mpaka nyinyi watu wote muurejee ukweli wa umoja wa kuishi kwa watu kimungu, ndo mtajikuta nyie mnarekebisha hii dunia na ikarekebishika. Nje na hivyo, kila mtu akiwa na chama chake, huyu hapa akawa na diplomasia yake, huyu hapa akawa na dhana zake, huyu hapa akawa na taaluma yake, eti mkategemea vitu hivyo vije virekebishe dunia hii, haitowezekana. Haitowezekana kwa sababu hakuna taaluma inaweza ikarekebisha mazingira. Kinachorekebisha mazingira na kuleta sawia ya kuishi ni mema ya kuishi, ambayo ndiyo neno hili la jadi. Kwa hiyo ukisikia viumbe watu, ilikuwaje mpaka wakaasi kwa Mungu? Ni nini walichokipitia kwa dunia nzima? Ni hichi ninachokuambia hapa. Ukiona natoa kwa historia ya Warundi, Wachaga, ni kwa sababu ni mzawa wa ukanda huo. Lakini haya unayoyaona yamefanywa kwenu nyinyi, na Ulaya yalifanywa hivyo hivyo, Amerika yalifanywa hivyo hivyo, kule Asia yalifanywa hivyo hivyo, na Antarctica kule Sapriango yalifanywa hivyo hivyo. Kwa hiyo huu uasisho mnaona mnaasishwa leo, wako walotangulia kuasishwa kabla yenu. Kwa hiyo yote hayo tukae kwenye sura ya kuelewa kwamba mtu alianza kuasi kwa namna hiyo. Ni wale watu waliotoka kwenye sehemu halisi wakaenda kuanza vizazi vyao. Hawa watu walianza kuasi kwa ukaidi, alafu wakashikwa na roho ambazo sio za kiutu, isipokuwa haziwatakii mema viumbe wowote,
hizi roho zikawa saidizi ya pili. Na hatua ya tatu ndio wakaja sasa viumbe wa ulimwenguni. Najua waja wote hapa tunaelewa kwa uwazi. Kwa hiyo ukisikia viumbe wa ulimwenguni, leo wanawaadhibu watu, wanafanya mambo haya na yale, wamewaletea uongo wa malimwengu yao, kuja kuwaishisha watu kwa ujinga walionao, ni kwa sababu watu kwanza walikutwa wana ujinga binafsi uliokwisha kuwaharibia kabla viumbe hawa hawajaja. Kwa hiyo viumbe hawa wakapitia ile kuharibikiwa kwa mwanzo wao, moja kwa moja na wao ndo wakawekeza humo kuwaharibu zaidi. Hapa ndo ukasikia malaika na wao wakaja duniani, aliens na wao wakaja duniani, majini na wao wakaja duniani. Sasa wanaambukiza ule uasi kwa sababu una faida za haraka haraka. Hawa viumbe wa ulimwenguni wakaungana na uasi kwa sababu uasi una faida kwao za haraka haraka. Mema ni kupangilia nani aishi na nani kwa kufuata ufasaha kimungu. Hayo wakayakwepa. Viumbe hawa wakaanza kuwekeza kwa wale waliokwisha potoshwa ndani ya mabaya, ili wapate urahisi wa kuishi kwao kwa ya kwao. Hivyo ni washukuru ndugu wote ambao tumesikiliza somo hili. Uasi wa kiutu na sababu zake ulianza na kuendelea kwa namna hiyo, na huo ndo ukweli wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.